Bwana, kuhusiana na tetesi za usajili bado kuna tetesi nyingi sana ambazo zimeendelea kuzungumzwa, na moja kati ya tetesi ambazo zimeendelea kuzungumzwa ni klabu ya Yanga ambayo imeendelea kuhusishwa na baadhi ya wachezaji ambao wanatajwa pengine huenda kwenye dirisha kubwa la usajili Yanga pengine ikawa nao, lakini pia tunafahamu moja kati ya sifa ya tetesi zinaweza zikawa kweli ama zisiwe kweli. Kwa hiyo lakini hatuna budi pia kukujuza kuhusiana na tetesi hizo. Bwana, tetesi ambayo tuko nayo, tunaambiwa uongozi wa klabu ya Yanga umeanza mazungumzo na management ya mchezaji Percy Tau, lakini wametajiwa mahitaji ya mchezaji huyo ikiwemo mshahara wa shilingi milioni 80 kwa mwezi. Yanga wakaomba kukaa pembeni kwa muda. Bwana, ni moja kati ya taarifa ama tetesi nimeziona kuhusiana na Percy Tau, moja kati ya wachezaji ambao unaweza kusema ni gari sana, kwa sababu tunafahamu namna ambavyo Al Ahly walimsajili kutoka ndani ya klabu ya Brighton Hove Albion kutoka kule England. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba si mchezo. Kama unamhitaji Percy Tau, inahitaji uwe na mzigo wa kutosha, na nimeona taarifa hii nikajiuliza maswali mengi sana kwamba ni kweli Yanga wanamhitaji Percy Tau ama ni tetesi ambazo pia kama ambavyo nimekujuza sifa ya tetesi pia ni ile minongono kwamba kuna mtu anamhitaji mtu fulani. Kwa hiyo taarifa iko hivyo kwa Percy Tau kwamba Yanga ni kama wamejaribu kuingiza mguu, lakini wameutoa kutokana na namna ambavyo Percy Tau gharama yake ni kubwa sana. Sasa ukiachana na taarifa hiyo ya Percy Tau ambaye kwa sasa tunafahamu hayuko ndani ya klabu ya Al Ahly, wana taarifa nyingine ambazo zimeendelea kumhusu pia Percy Tau. Ni klabu ya Zamalek ya nchini Misri imeanza mazungumzo na management ya mchezaji Percy Muzi Tau ili kuona uwezekano wa kumsajili mwezi Julai. Bwana, mkataba wa Percy Tau na Qatar Stars utatamatika mwezi Juni mwaka huu. Kwa hiyo Zamalek wao wameingiza pia mguu kwa Percy Muzi Tau ambaye tunafahamu amecheza kwenye ligi ya Misri akiwa na klabu yake ya Al Ahly. Kwa hiyo kwa Zamalek hapa wanaweza akafanya jambo, lakini kwa Yanga lakini tusiwadharau pia Yanga, pengine huenda pia jambo likaweza kutokea, lakini Zamalek pia ni moja kati ya vilabu ambavyo vinahusishwa kuhitaji saini ya Muzi Percy Tau. Kwa hiyo tusubiri pia na kuona taarifa hiyo ama tetesi hizo kuhusiana na Percy Tau. Lakini klabu ya Yanga pia inamtazama kiungo mkabaji raia wa Ghana Enoch Morrison kama mbadala wa Khalid Aucho. Bwana, imefahamika kuwa tayari mmoja ya kiongozi wa klabu ya Yanga ameulizia upatikanaji wa kiungo huyo. Kwa sasa Enoch Morrison anaitumikia klabu ya FC Gor Mahia ya nchini Kenya. Kwa hiyo ni moja pia kati ya taarifa ambayo nimeiona juu ya Yanga kuulizia uwezekano wa kuweza kupata saini ya kiungo huyo mkabaji raia kutoka Ghana Enoch Morrison kama mbadala wa Khalid Aucho. Tunafahamu kwamba Khalid Aucho ni majeruhi na naendelea kuguza majeraha yake. Kwa hiyo pengine Yanga wanaona waanze kufanya harakati za kuweza kumtafuta mbadala wa Khalid Aucho endapo pengine ataendelea kukosekana ndani ya kikosi hicho. Kwa hiyo ni taarifa nyingine pia kutoka ndani ya klabu ya Yanga. Lakini pia tunaambiwa pia licha ya tetesi kuwepo ndani ya klabu ya Yanga kwamba wanamhitaji mchezaji huyu na huyu, bwana, tetesi pia kutoka ndani ya klabu hiyo tunaambiwa kuna uwezekano wa baadhi ya wachezaji kuondoka ndani ya klabu ya Yanga. Stefan Aziz ni moja kati ya wachezaji ambao wanatajwa kwamba huenda wakaondoka, na moja kati ya vilabu ambavyo vinamhitaji Stefan Aziz ni pamoja na Wydad Casablanca, Kaizer Chiefs pamoja na Al Ahly Tripoli kutoka Libya. Lakini pia Clement Mzize unaambiwa Wydad Kaizer Chiefs pia au nje ya nchi anatakiwa kwa 100%. Kwa hiyo huyo pia ni mchezaji ambaye
pengine kuna uwezekano wa kuondoka ndani ya klabu ya Yanga. Kennedy Msonda kuna uwezekano pia, ni moja kati ya wachezaji ambao wametajwa kwamba kuna uwezekano wa kuondoka ndani ya klabu ya Yanga na akaondoka kama free agent. Pacome Zouzoua pia ni moja kati ya wachezaji ambao wameendelea kutajwa kwamba ni 50 kwa 50 kwamba huenda akaondoka ama akabaki. Djigui Diarra pia ni moja kati ya wachezaji ambao wanatajwa kwamba pengine huenda akaondoka ndani ya klabu ya Yanga, lakini wachezaji ambao wanatajwa kwamba wanaweza wakawa ni sehemu ya kikosi cha Yanga ama wachezaji wapya ambao pengine wanaweza akajiunga na klabu ya Yanga ni pamoja na mchezaji mmoja kutoka Azam, na tetesi zinamzungumza Faisal Salum Feitoto, lakini pia mchezaji kutoka Singida Black Stars ambaye zinamzungumza ni Jonathan Soa, pamoja na mchezaji kutoka Al Hilali ambaye tetesi zinamzungumza kwamba ni Jean Claude Girimugisha. Kwa hiyo pia ni moja kati ya tetesi za usajili ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo tetesi nyingine ndani ya klabu ya Yanga pia, Yanga wakihusishwa, lakini pia na vilabu vingine pia vikihusishwa. Nimeona taarifa ya tetesi ya mchezaji kutoka Ghana. Bwana, unaambiwa kutoka Ghana kuja Bongo, moja wa washambuliaji moto kabisa Afrika Magharibi, anakuja ligi kuu Tanzania akiwa na mabao 10 tayari msimu huu na akiwa mfungaji kinara kwenye ligi kuu ya Ghana. Nyota huyu wa Berkum Charles mwenye miaka 25 yuko tayari kuichafua Tanzania msimu ujao, na tetesi zinasema dili limekamilika, mchezaji yupo tayari kuja kwenye klabu kubwa. Lakini kwenye taarifa hii tumeona kuna nembo ama zile logo za Yanga na Simba wakihusishwa kwamba pengine mchezaji huyu akawa ni moja kati ya wachezaji ambao watakuja kuvichezea vilabu hivyo, ni Yanga au Simba, ni kusubiri pia na kuona. Kwa hiyo tetesi ni nyingi kuhusiana na baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa wakihusishwa ndani ya klabu ya Yanga na wengine wakihusishwa kuondoka ndani ya klabu ya Yanga, kama ilivyo kwa Stefano Aziz Ki ambaye yeye ameendelea kutajwa kwamba pengine huenda msimu huu asiwe sehemu ya kikosi cha Yanga na tukashuhudia maingizo mengine mapya. Na tumeendelea pia kuona taarifa ama tetesi kuhusiana na mrithi ambaye pengine anaweza akaja kurithi namba ya Stefano Aziz Ki, akitajwa Jean Claude Girimugisha, lakini pia akitajwa Faisal Salum Feitoto. Bana, hizi ni tetesi na tusubiri na kuona kwamba pengine tetesi hizi huenda zikawa na asilimia kubwa ndani ya klabu ya Yanga, ama huenda zikasalia kuwa tetesi kama ambavyo tumeendelea kushuhudia tetesi nyingine zikisaliwa kuwa tetesi, lakini kuna tetesi nyingine huwa zinakuwa kweli. Kwa hiyo ni moja kati ya tetesi ambazo ziko ndani ya klabu ya Yanga. Kwa sasa tuishi kwenye tetesi kuhusiana na baadhi ya wachezaji ambao wameendelea kuhitajika ndani ya klabu ya Yanga. Tumeona tetesi zikiwazungumza Yanga kwa Percy Tau. Kwa unaona kabisa ni moja kati ya tetesi ambayo haiwezekani, lakini lolote pia inaweza likawezekana. Inategemeana pia na ule userious wa klabu ya Yanga pengine kwa Percy Tau. Kwa hiyo ni moja kati ya tetesi ambayo pia nimeona ni kujuze kuhusiana na tetesi hiyo, lakini na tetesi nyingine za baadhi ya wachezaji ambao wameendelea kutajwa kuhitajika ndani ya klabu ya Yanga. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.